Kuelekea katika sikukuu ya Pasaka ambayo itakuwa ni tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka 2025, tumeona Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ametangaza kusitishwa kwa mapigano na Kiev kwa saa 30, ambalo hili ni tamko ambalo limetolewa na Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Nikinukuu kauli ya Bwana Rais Vladimir Putin wakati akitangaza kusitishwa kwa mapigano kwa muda kwa ajili ya Pasaka na Ukraine, ambapo usitishwaji huo utaanza saa 12 kamili kwa saa za Moscow siku ya leo Jumamosi na kuendelea hadi usiku wa manane wa April 21. Tangazo hilo limetolewa wakati wa mkutano na mkuu wa wafanyakazi wa jeshi Bwana Valery Gerasimov huko Moscow, ambapo Putin ameonyesha matumaini kwamba Kiev itaonyesha nia njema na kufuata kusitisha mapigano. Rais Vladimir Putin anasema wakati huo askari wetu lazima wawe tayari kujibu ukiukaji wowote au uchochezi wa adui kwa vitendo vyovyote ambavyo vitakuwa vimefanywa kwa ukali zaidi. Putin amesema kwamba mwitikio wa Ukraine wa kusitisha mapigano utakuwa kiashiria cha wazi iwapo Kiev iko tayari kwa dhati kushiriki katika mazungumzo ya kumaliza mzozo ambayo tayari yameanza. Kwa hiyo Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ni kama amewatega tena wa Ukraine kwamba anasitisha mapigano kwa muda wa masaa 30, ikiwa ni siku chache zimepita baada ya kusitisha mapigano kwa muda wa siku 30 ambazo zilikuwa ni agreement kati ya Urusi pamoja na Ukraine ambao walikuwa wanashauriwa na Marekani. Kwa hiyo hapa tunasubiri tuone kama Ukraine watakubaliana na kile ambacho kimefanywa na Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin, lakini good news ni kwamba mshikaji kaamua kuwapa alert wale wanajeshi wa Urusi kwamba wawe tayari, wawe standby sana wakati wowote ikitokea kuna lolote limetokea, basi wanatakiwa kuhakikisha wanapandisha choki na kufanya mashambulizi kujibu yale mashambulizi ambayo yatakuwa yamefanywa na Ukraine. Sasa wakati tukiwa hapo tunaona pia Marekani yenyewe imeona isikae kimya, kwa sababu baada ya Urusi kutangaza hivyo ni kwamba Marekani na wenyewe wameonesha kuunga mkono jambo hilo, lakini wao wamekuja na habari nyingine zaidi. Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin baada ya kutangaza kwamba wamesitisha mapigano kwa muda wa saa 30, ni kwamba moja kati ya kauli ambazo zimetolewa na Putin, anasema tunajua kwamba serikali ya Kiev imekiuka makubaliano ya kusitisha mashambulizi katika miundombinu ya nishati zaidi ya mara 100. Putin alieleza kwa hivyo na kuomba Gerasimov kubaki macho sana na kujitayarisha kwa majibu ya haraka na yenye nguvu zaidi endapo Ukraine watafanya mashambulizi. Muda mfupi baada ya taarifa ya Putin, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imethibitisha kusitisha mapigano, wakitaka Kiev kuunga mkono, kwa sababu wanasema kusitisha mapigano kumeletwa kwa madhumuni ya kibinadamu pamoja na kufuatwa pamoja na kutafuta kikundi cha pamoja cha wanajeshi wa Urusi, mradi tu kinazingatiwa kwa pande zote pamoja na serikali ya Kiev. Though tayari Urusi wenyewe wameshajikabidhi kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo yeyote ambaye ataamua kuwachokonoa, manake kauli za Bwana Vladimir Putin zitatumika kinaga ubaga. Sasa Marekani wenyewe baada ya matamshi haya ya Urusi wametoa muda kwa Kiev kukubali kusitisha mapigano. Ikulu imesema mapema kwamba itaacha kuhusika na mzozo wa Ukraine ikiwa moja ya upande huo itapinga. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump ameonekana kutarajia kufanya uamuzi wa kusitisha mapigano kamili na wakina kati ya Ukraine na Urusi mapema wiki ijayo, na mataifa yote mawili kwa maana ya Urusi pamoja na Ukraine yamepewa nafasi ya mwisho kwa ajili ya kusitisha, yani kukubaliana kusitisha hayo mapigano, vinginevyo kila mmoja ashinde mechi zake. Trump amesema mara kadhaa kwamba anataka kumaliza mzozo wa Ukraine haraka iwezekanavyo, na tangu achukue madaraka Januari, Washington pamoja na Moscow zimehusika katika diplomasia ya nguvu, zikifanya mazungumzo katika ngazi za juu mara kadhaa kati ya Urusi pamoja na hiyo Moscow, kati ya Urusi pamoja na hiyo Marekani. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari ambavyo vilinukuu kauli ambazo zimetolewa na Marekani, ni kwamba wiki hii inayokuja huko London kutakuwa na kufanyika kwa maamuzi ya kusitisha mapigano kamili, na maamuzi hayo yatakuwa ni maamuzi ya kina. Afisa wa Marekani ambaye hajataka jina lake litajwe amesema nia ni kufanya mazungumzo na Warusi na kubaini msimamo wa Moscow na Kiev kuhusu ofa hii ya mwisho.
Kulingana na vyanzo vya habari, waziri wa ulinzi wa Ukraine bwana Rustem Umerov kawaambia waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio pamoja na mjumbe wa rais Donald Trump Steve Witkoff katika mkutano wao kule Paris siku ya Alhamis kwamba Kiev ipo tayari kwa 90% kuwa na mfumo wa amani na Washington ambao bado haujafichuliwa. Hofu za Ukraine zinazobaki zaidi zinahusu maeneo ambayo Kiev inadai ni yake, lakini kwa sasa yako chini ya udhibiti wa Moscow. Rusi imedai kwamba Ukraine itambue rasmi hali ilivyo ardhini, wakati rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky yeye amekataa mara kwa mara kukubaliana na hali ya Urusi. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari ni kwamba Marekani inaipa Urusi faida kupunguza vikwazo na uwezekano wa kufungua mali za Moscow ambazo zimechukuliwa, ambazo kwa sasa zinashikiliwa na taasisi za Magharibi. Akizungumza na waandishi wa habari siku ya Ijumaa ya tarehe 18, Donald Trump alirudia kauli ambayo ilitolewa na Rubio mapema siku hiyo, akisema kwamba ikiwa kwa sababu fulani moja ya pande mbili itafanya jambo hili liwe gumu, basi tutaachana na majambo haya. Mamlaka za Urusi zimeonyesha shaka kuhusu uwezekano wa kusitisha mapigano na Ukraine na kuwashutumu wafuasi wa Kiev huko Ulaya kwa kuhujumu juhudi za Marekani za kumaliza mgogoro kati ya Urusi pamoja na Ukraine, ambapo mataifa ambayo yanatajwa kuhujumu juhudi hizo ni pamoja na Ufaransa, Ujerumani pamoja na Uingereza. Akizungumza na waandishi wa habari Alhamis, mwakilishi wa Moscow katika Umoja wa Mataifa bwana Vasily Nebenzia alisema kwamba kutokana na rekodi ya Magharibi ya kutumia makubaliano ya amani kusaidia kujenga jeshi la Ukraine, matarajio ya kusitisha mapigano kamili hayana uhalisia katika hatua hii ambayo wamefikia hivi sasa. Sasa watu wengi sana wamekuwa wakijiuliza kwamba mbona tunaona kama rais wa Marekani bwana Donald Trump anaonesha kuwa na ukaribu sana na Urusi, jambo ambalo ni kama linawashtua sana watu wengi. Sasa leo nataka niwaambie jambo ambalo linawezekana pia mlikuwa mlifahamu. Iko hivi: moja kati ya watu ambao wanaitamani au wanatakiwa kuilinda Urusi kwa nguvu zote ni pamoja na huyo rais wa Marekani bwana Donald Trump, na sababu za kwa nini rais anatakiwa kuilinda Urusi ni kutokana na biashara ambazo bwana Donald Trump anazifanya pale nchini Urusi. Unajua, Donald Trump ni moja kati ya wafanyabiashara wakubwa sana ambaye anamiliki rasilimali nyingi sana pale nchini Urusi. And speaking about rasilimali ni kwamba kuanzia ile miaka ya 1990 kurudi nyuma, bwana Donald Trump alikuwa ni miongoni mwa wafanyabiashara ambao walikuwa na biashara nyingi sana pale nchini Urusi, na Donald Trump alikuwa amewekeza fedha nyingi sana kwenye mabenki ya pale Urusi, na bwana Donald Trump alichokuwa anakifanya ilikuwa ni kuwa na ukaribu na wale wafanyabiashara mataikuni maoligarki wa pale Urusi, ambao hawa walikuwa pia wana ushirika wa karibu sana na bwana Vladimir Putin. Kwa hiyo kilichokuwa kinafanyika, bwana Donald Trump yeye alikuwa anapata fedha na nyingine anaziwekeza kupitia kwa wale mataikuni wa pale Urusi. Kwa hiyo jamaa akajikuta ana majumba, makasiri makubwa sana, na miongoni mwa makasiri ambayo alikuwa anamiliki bwana Donald Trump ni pamoja na ile Trump Tower Toronto, ambapo mfadhili wa mkuu wa Trump Tower ya pale Toronto alikuwa ni bilionea wa Urusi na Canada, ambaye alipata pesa hizo kwa kuuza kinu kikubwa cha chuma nchini Ukraine, ambapo aliuza kama takribani dola bilioni 1 fulani hivi, na moja kati ya fedha hizo kama dola milioni 100 zililipwa kwa watu ambao walikuwa wanarekebisha hilo eneo ambalo kulikuwa kuna hicho kwa maana kinu kikubwa cha chuma. So hizi zilikuwa ni fedha ambazo pia ziliingia katika mikono ya bwana Donald Trump. Lakini pia Trump, mnakumbuka kwamba alinunua nyumba yake kubwa sana pale Palm Beach ambayo ilinunuliwa kwa takribani dola milioni 41. Sasa miaka michache baadaye kulikuwa kuna ongezeko yani nyumba alinunua kwa takriban kama dola milioni 41, lakini baadaye mshikaji alikuja kaiuza hiyo nyumba kwa pesa kubwa sana, kwa sababu aliuza kwa takribani dola milioni 91. Kwa hiyo hii ilikuwa ni moja kati ya nyumba ambayo ilikuwa ina gharama kubwa sana. Kwa hiyo mshikaji hapo alijipatia mkwanja mrefu sana ambao ilikuwa ni kama faida ya kama dola milioni 54 hivi. Lakini pia bwana Donald Trump amekuwa
alikuwa kwenye miaka hiyo ya 90 kurudi nyuma, alikuwa na mikataba mikubwa sana ambayo ilikuwa inahusiana na mikataba ambayo inasemekana ilikuwa inachochewa na zile utakatishaji wa fedha, ambapo bwana Donald Trump, fedha hizo zilikuwa zinapitia kwenye kampuni kivuli ya bwana Donald Trump, ambapo 77% ya vyumba au 77% ya nyumba ambazo zilinunuliwa na bwana Donald Trump zilikuwa zinatokana na fedha ambazo zilisemekana zilikuwa ni za utakatishaji fedha. Kwa hiyo mshikaji alikuwa ana uwekezaji mkubwa pale Urusi. Lakini pia kitu kingine ambacho kinamfanya bwana Donald Trump awe ni role model wa Urusi au aione Urusi ni kama taifa ambalo analihitaji vibaya mno, ni kwa sababu jamaa pia alikuwa ni dalali wa fedha za Urusi, zile rubo pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo jamaa ukimuona anasema I'm with Russia, ujue ni kutokana na biashara zake nyingi sana ambazo alikuwa anazifanya. Ndio maana mtakumbuka kwenye zile kauli zake ambazo amezitoa back in days, alizungumza akasema yeye anataka kurejesha uhusiano ambao ulipotea kati ya Urusi pamoja na Marekani, lakini kubwa zaidi waingie kwenye sekta ya biashara ili Urusi pamoja na Marekani waendelee kufanya biashara as usual, lakini pia kuifutia vikwazo taifa la Urusi ambalo kwa sasa hivi ndilo taifa pekee duniani ambalo limewekewa vikwazo vingi na Marekani kuliko taifa jingine lolote lile. Back then ilikuwa ni Iran, lakini sasa hivi Urusi ndio taifa ambalo linaongoza kwa kuwekewa vikwazo vikubwa vya kiuchumi, biashara pamoja na sekta mbalimbali. Kwa hiyo bwana Donald Trump anafanya hivyo si kwa bahati mbaya, kwa sababu anajua ana uwekezaji mkubwa sana wa majumba, ana uwekezaji mkubwa sana wa mahoteli pale Urusi. Kwa hiyo anajua kitendo cha kuendelea kuiwekea vikwazo Urusi maana yake ni kwamba Urusi wanaweza wakafilisi zile mali zake na mwisho wa siku akajikuta yeye mwenyewe anapoteza pakubwa zaidi. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho kinaendelea kwenye zile ripoti zetu ambazo tunazipokea. Kubwa zaidi, ndugu zangu, familia, msisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare kupitia Yuhoma TV Media pamoja na ile Yuhoma Digital Forums, ambazo hizi zote zinawaleteni taarifa mbalimbali za ukanda Mashariki ya Kati, lakini pia Ulaya Magharibi, Ulaya Mashariki, pamoja na ripoti zote ambazo zinatokea duniani, bila kusahau Afrika ya Magharibi. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.